katika kitabu hiki Biblia inasema mstari ule wa 18, kitabu cha Yakobo mstari ule wa 18 na 19, anasema hivi: akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda. Ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli na mtu mwingine akamrejeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 17 unasema hivi: Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia sawa na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha. Haleluya. Akaomba mstari wa 18, akaomba, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Nitikie amina. Amen. Nguvu ya maombi. Katika maandiko tuliyoyasoma tunaona mwanaume mmoja tu anayeitwa Elia, na maandiko yanasema vizuri, anasema alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia sawa sawa na sisi. Anaposema tabia sawa sawa na sisi, ni kwa maana ya kwamba alikuwa anaishi kama tunavyoishi, alikuwa anakula, alikuwa anafanya kazi, alikuwa anashughulika. Hazungumzii tabia zile kuna tabia tunapishana naye. Yeye hakuwa na tabia ya kutokuwa na maombi. Yeye alikuwa na tabia ya maombi ambayo sisi tunapaswa tuwe nayo. Mwanadamu mmoja, nikisoma andiko hili mpaka natiwa wivu. Mwanadamu mmoja ambaye alikuwa sawa sawa na sisi, aliyezaliwa na mwanamke kama sisi, aliyemjua Mungu kama sisi. Elia sio kwamba alizaliwa na mjua Mungu, alifundishwa habari za Mungu. Nitikia amina. Alifundishwa habari za Mungu kama wewe na mimi tulivyofundishwa. Alifundishwa kama nyinyi vijana ambao mnahitimu leo, na yeye alifundishwa kwa ajili ya wivu wa Bwana. Kwa ajili ya wivu wa Bwana peke yake akaomba mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3.5, na maandiko yanasema ikatokea. Jamani, haleluya! Ikatokea, kukawa ukame wa kutisha. Ndugu zangu, mwanaume mmoja anafunga mbingu zisinyeshe mvua. Andiko linanitia wivu sana, mpaka najiuliza, naambia wewe Mungu uliyemjibu Elia, ndio wewe yule ndio wewe yule tunayekutumikia? Ni yeye yule. Mimi nadhani tofauti yetu ni maombi tu. Tunaombaje? Tunamaanisha kuna aina kama 4 za maombi, lakini sitaki nifundishe hizo. Kuna kuomba kwa kawaida, kuna kuomba kwa kiutamaduni. Kwa kuombea chakula ni utamaduni, umekuwa ni utamaduni.
Ukiona umefika mahali hata chakula siku hizi uombee, wewe umekwisha vibaya. Maana hata shetani anaombeaga vile vitu vyake. Anaombeaga. Ndugu zangu, leo tunaohitimu hapa na wajumbe wote mliofika na marafiki wa wahitimu wote tuliohudhuria, hebu tujaribu kufikiria kama mwanaume mmoja tu anabadilisha mbingu zisinyeshe mvua, na mbingu hazikunyesha mvua. Yaani Elia aliomba bila kujihurumia. Maana anapoomba isinyeshe mvua, madhara ya kutokunyesha mvua yalimpata hata yeye. Lakini akasema bora. Lakini Mungu alitambua kwamba kwa sababu yeye ndiye ameomba, akamtengenezea namna ya kuishi. Haleluya. Akamtengenezea namna ya kuishi ya kipekee sana. Ndugu zangu, nazungumza nguvu ya maombi. Kanisa lisilo na maombi, mtaabudu pamoja na wachawi. Kuabudu na wachawi sio shida, lakini ni shida wachawi kuingia kanisani wakati wa ibada, wanaloga ibada isiendelee. Hapana. Tunamtaka Bwana na nguvu zake kwenye ibada zetu. Tunamtaka Bwana na nguvu zake kwenye makongamano yetu. Tunamtaka Roho Mtakatifu na madhihirisho yake. Haya, ngoja niendelee. Nadhani mimi dalili zinaonyesha nataka niende nje ya muda wangu, lakini nitakuomboa. Mambo ya Nyakati sura ile, Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Elia hakuishia tu kufunga mvua, lakini ulipofika wakati akaomba tena. Akamwambia Bwana, fungua mbingu Bwana. Na mbingu zikakubali, zikaachilia mvua. Katika Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14, huo sisomi na sihubiri, lakini kuna kanuni 4 za Mungu kufanya ajibu maombi yetu. Kanuni ya kwanza kujinyenyekeza. Kanuni ya pili ni kuomba. Kanuni ya 3 ni kutafuta uso. Kanuni ya 4 kuacha njia mbaya. Kanuni ya 4 ni utakatifu. Nitikia amina. Sasa bila shaka Elia alikuwa na kanuni zote hizi 4. Na naomba ili tuende vizuri, tuhakikishe hizo kanuni 4 tunazishika. Sikuzipanga kuzisema, zimekuja tu. Nataka tukasome Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema hivi: naye Yebesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita Yabesi, akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Mstari wa 10. Huyo Yabesi akamlingana Bwana, akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kuipanua mipaka ya hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Unajua mimi na tabia moja, najifurahishaga mwenyewe.
Kama nahubiri ujumbe watu hawa wabarikiwi nao, nabarikiwaga mimi nao mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unajua ninaandaa ujumbe, nikisimama kuhubiri, ninaushangaa ujumbe mimi mwenyewe. Ninaona unanigusa mimi mwenyewe. Yabesi ni jina la laana. Yabesi halikuwa jina zuri, ni lile jina la laana hivi. Na mama yake alimpa jina hilo. Biblia imefafanua kabisa. Inasema anasema alimpa jina la Yabesi akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Yani huyu mama alichukua mimba akamzaa Yabesi akiwa na huzuni. Biblia haijaeleza, sijui ile mimba ilitokea bahati mbaya, ama alibakwa, ama alitembea na kabila linalodharaulika kwenye makabila yao. Kuna mtu ananielewa ninachoongea hapa? Hata hapa Tanzania kuna makabila yanayodharaulika. Binti yetu akipata mimba kutoka kabila hilo ananyanyapaliwa. Ananyanyapaliwa. Naone mtu akipata mimba sio kusudia, achana na hiyo ya kutokukubalika, lakini pia mnaweza watu wameoana, wamepata mtoto kabla hata miezi mitatu haijapita, oho, mimba mingine. Hiyo mimba mara nyingi inaletaga shida kwenye familia. Haleluya. Jamani, hizo ninatafutiza mimi. Kwa nini alimzaa kwa huzuni na akampa jina la Yabesi, la laana? Kwa nini? Nimesoma nikafuatilia. Huyu Yabesi, huyu baba wa Yabesi anatokea kwenye uzao wa Ibrahimu kule kwenye Uru wa Kaldayo. Alikuwa mjomba wa Ibrahimu. Mama akajisikia na mimba, akahuzunika, hakuna namna. Akasema nitachukua mimba hii, sina namna. Kuna watu wengine wakipata mimba ya bahati mbaya wanakimbilia kutoa. Usifanye namna hiyo. Si uniitikia amina? Mtoto ni mtoto. Azaliwe na mtu mchawi bado ni mtoto. Azaliwe na mtu asiyethaminika bado ni mtoto. Ni wa thamani machoni pa Mungu. Haleluya. Unajua ukisoma vizuri Biblia utashangaa sana. Utashangaa sana. Hata hutathubutu kumshauri mtu akatoe mimba. Kinapoumbwa kile kiumbe kwenye tumbo tu, Mungu anakitambua. Niitikia amina. Halafu kisoma Biblia unajua inashangaza sana. Watoto wanaozaliwa katika njia ambazo zisizo nzuri, Mungu alienda nao, aliwatumia. Niitikia amina. Jamani, amina. Selemani alizaliwa kwenye nyumba ya ndoa. Suleiman alizaliwa kwenye nyumba ya ndoa. Wako wengi nikikuorodheshea. Mungu anathamini utu, kiumbe kinathaminiwa. Sasa mimi niende haraka kidogo, turudi kwa Yabesi. Sasa huyu mtoto pamoja na kwamba amezaliwa kwa namna ambayo sio nzuri, lakini maandiko yanaeleza, yanasema kwamba alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake. Ndugu zake ambao hawakunyanyapaliwa, yeye akawa na heshima. Haya, sasa wakati umefika, wamerudi uhamishoni. Waliporudi uhamishoni, ilikuwa kwamba kila mtu alirudi eneo alilokaa, lakini alijitahidi kupanua. Nitikia amen. Sasa Yabesi akaona mimi
ni mtoto ambaye sitambuliki, sifanyi nini, lakini huyu Mungu wa ndugu zangu, huyu Mungu wa ndugu zangu ambao ni halali, na mimi ni mlingane, na mimi ni mwendee nguvu ya maombi. Haleluya. Na mimi ni mwendee. Akaamua huyu jamaa kuomba mambo manne ambayo tumeyaona hapo. Mambo manne akayaomba, mambo manne matano hivi. Jambo la kwanza akasema Mungu kwamba akaomba, Mungu unibarikie kweli kweli. Jambo la pili anaomba, Bwana nipanulie hozi yangu. Hozi ni eneo unalomiliki. Nitikia amina. Yani lile eneo anataka liongezwe, mipaka ipanuke. Haleluya. Na wewe unaweza kuomba, sio lazima iwe ardhi. Unaweza kuomba hozi yako ya kazi ipanuke, hozi yako ya baraka ipanuke, hozi yako ya mafanikio ipanuke. Si wa kuishia mshahara ule ule mpaka unastaafu. Haya, najizuia nisihubiri, nisiwe mhubiri, lakini naenda kidogo kidogo na karibu namaliza. Nimeahidi nisiharibu ratiba. Jambo la tatu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Tunapozungumza mkono wa Bwana, tunazungumza uweza wa Bwana. Tunapozungumza mkono wa Bwana, tunazungumza mamlaka ya Bwana. Jamani, tuko pamoja? Anataka mamlaka ya Bwana iwe juu yake. Wewe utaki, na wewe unataka, na mimi nakuombea mkono wa Bwana uwe juu yako baba. Mkono wa Bwana uwe juu yako mchungaji. Mnaohitimu, mkono wa Bwana uende na nyie. Mkono wa Bwana uwe na utumishi wako. Mkono wa Bwana usimame na wewe. Haleluya. Mkono wa Bwana ukiwa na wewe, mambo yote yananyoka. Mkono wa Bwana ukitembea na wewe, shetani anasalimu amri. Unajua, unapopita ukiwa na mkono wa Bwana, mapepo yanapishana, yanatumiana habari. Kama madereva wanavyotumianaga habari kwa ajili ya kwa ajili ya matrafiki. Trafiki amekazana hapo kwa matakamata hapo. Huyu bahati nzuri amepita, anawaambia jamani, pale Kibaha picha ya ndege, ukipita karibu pale kwenye stendi ya mabasi ya mkoa wa Pwani, wako pale. Wangapi hapa ni madereva? Nataka nizungumze vitu ambavyo watu wanaelewa. Wanapeanaga habari. Sasa unataka mapepo nayo yapeane habari. Ninapomaliza ibada hapa naondoka, yaanze kuambizana, ase amemaliza anaondoka. Mpisha hapo maili moja. Ndio maana tunatembea kwa ulinzi wa Mungu, kwa sababu mkono wa Bwana uko juu yetu. Ni maombi yangu, mkono wa Bwana uwe juu yako. Wakati wa kuishi unakabwa na majini umeisha. Wakati wa kuishi unaenuka nywele zimenyolewa umeisha. Wakati wa kuishi unaota njozi chafu umeisha. Nitikia amina. Sielewi nyinyi mnaenda kutumika wapi, sijui vijijini, sijui ni wapi, lakini popote tumika. Popote tumika. Hata kama ikitokea mamlaka ikafungua kuzimu, halafu kaambiwa wewe nenda kuhubiri kuzimu, nenda.
Jamani, mnanielewa? Kama ikitokea hata leo hii Mungu anitangazia anasema muiche na kutuma nenda kuzimu ukahubiri wale wa kuzimu kwa Lucifer ukaonane naye, naingia tena na waaga nyinyi marafiki zangu wote, naambia jamani, wito wangu umehama duniani naelekea kuzimu. Siogopi. Siku moja nilisema hivi, ikitokea siku moja tumepata chumba kimoja na Lucifer, tunalala chumba kimoja na Lucifer, nakwambia mimi nitalala na Lucifer, atakayekosa usingizi ni Lucifer. Nitikia amina. Kwa sababu mkono wa Bwana uko juu yangu. Ukiwa na mkono wa Bwana kila kitu kinaenda. Jambo la 4 aliloliomba akasema unilinde na uovu. Haya yawe maombi yetu jamani. Tunaishi katika dunia iliyoharibika, dunia iliyozalisha dhambi mpaka zimepitiliza. Unajua dunia imezalisha dhambi ambazo hata shetani mwenyewe wakati mwingine anashangaa. Anasema jamani, mmezidi. Hizo dhambi zingine mimi sijazileta, mmezalisha wenyewe. Sasa tunaishi kwenye dunia iliyochafuka, dunia yenye maovu, dunia yenye mambo magumu. Vijana mtatumika kwenye maeneo ya wachawi, washirikina, mtatumika kwenye mambo magumu, kwenye maeneo magumu. Lakini huyu bwana Yabesi akasema, Baba naomba Bwana mkono, anasema Bwana anasema na unilinde na uovu. Unilinde na uovu Baba. Unilinde japokuwa mimi ni mtoto najisi, lakini unilinde Bwana. Unilinde. Kama maombi ya mtu ambaye hata hakuwa na Mungu lakini Mungu alimjibu. Sembuse ya sisi tulia na Mungu. Unajua tuna lulu lakini hatujui lulu yetu. Namba 5. Halafu anamalizia namba 5 anasema ili isiwe kwa huzuni yangu. Yani Yabesi anataka kuhamisha kabisa kitu kinachoitwa huzuni. Anataka kuhamisha kabisa huzuni mama yake ambaye yuko nayo. Anataka kuiondoa kabisa. Mama naye achangamke. Haleluya. Unaweza kubadilisha ukoo wako. Unajua unaweza kubadilisha ukoo wako ukabarikiwa kwa ajili yako. Unaweza kubadilisha jamii yako ikabarikiwa kwa ajili yako. Unaweza kubadilisha kampuni unayofanyia kazi ikabarikiwa kwa ajili yako. Kwa ajili yako. Wewe ni mtu wa maana. Mnaweza kwenda kubadilisha vijiji mtakavyoenda kuhubiri, mkabadilisha. Na mimi naamini hivi, kanisa la TAG lenye mchungaji mwenye mkono wa Bwana, ambaye anajilinda na uovu, ambaye anaomba, na kuambia kijiji kile, kanisa lile litakuwa ndio modo ya kila kitu. Kama ni ufugaji lenyewe ndio kielelezo, kama ni mafanikio lenyewe ni kielelezo. Jamani, amina. Tunawataka mkawe kielelezo kule mnakoenda. Ndugu zangu, mkafanikiwe, mkainuliwe. Wa Tanzania Assemblies of God au wajumbe tuliopo mahali hapa, kumbukeni kuwa na hozi na nyie. Haleluya. Kuna watu wengine wako hapa hata kipande cha ardhi ya square mita 1 hawana. Mimi wananichukiza sana. Nikiuliza hapa nani ambaye hana hata eka moja ya ardhi? Wako wengi. Sasa wewe huna tofauti na mkimbizi. Huna hozi. Huna hozi. Ole. Unasubiri kile kipande ambacho Mungu alikuumbia. Unajua Mungu ni mwema. Amemuumbia kila mtu kipande cha ardhi. Usipokuwa na ardhi yako, lakini cha Mungu utapewa. Kile kipande cha Mungu ambacho kila mtu atapewa kina futi 3 kwa futi 6. Unakatiwa pale, tena wananunua ndugu zako. Wewe wakati umeondoka, alafu wanachimba. Kile ndio unamilikishwa humo. Usife namna hiyo.
Nitikia amina. Kuna watu wananielewa vizuri, lakini ninahubiri, ninafundisha, nataka ufunguke hata kiakili. Haleluya. Usiishi hata huna mahali pa kuombea. Umepotea na kufikiri kwamba baraka zinashukaga kama mvua. Hapana. Haleluya. Mnakimbia huko na huko, mwende mkakanyage mafuta muwe matajiri. Sasa wenyewe mnakanyaga mafuta lakini unaacha milioni 2. Hapana, rudini kwa Bwana. Maombi, nguvu ya maombi. Biblia inasema Mungu akampa Yabesi yote mambo manne. Hapo mimi naona wivu. Yaani mambo manne yote akapewa. La kwanza chukua, la pili chukua, la tatu chukua, la nne chukua. Yabesi akastawi, na ndugu zake waliotoka kule uhamishoni wakamshangaa, anastawi, anajilinda na uovu wala haumpati. Wakamwona Yabesi sasa mambo yake yananyoka, yamekaa vizuri. Wakashangaa Yabesi amejaa utisho, mpaka wanamuogopa ndugu zake, kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Halafu Biblia inasema akabarikiwa kweli kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Asante sana. Ni maombi yangu, kama tunataka uamsho, maombi ni lazima. Kama mchungaji ulikuwa uendi kwenye mkesha, wewe unanisikia leo, naomba katika jina la Yesu ukaanze kwenda kwenye mkesha. Kama hupangi mkesha kwenye kanisa lako, kapange mkesha. Subiri siku 2 hizi zipite kwanza, hali itakate zaidi. Maana sasa hivi watu wamejaa hofu. Lakini baada hapo turudi kwenye mikesha. Jamani, amina. Turudi kwenye maombi. Watumishi wangu wenzangu, mkahubiri Roho Mtakatifu. Mkahubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nimekwambia habari ya simu niliyopata jana juzi. Unajua mimi sikukawia, nilimpigia kwanza askofu wake yule mchungaji, maana ni mwanakamati wake. Kaambia niambie kanisa hapo linaendelea. Jawa washirika wanahama. Kwa nini wanahama? Kuna shida kidogo. Umechukua hatua gani? Bado ninashughulika nalo. Nikamwambia nipe namba yake ya simu. Jamani, msinifikiri mimi ni mkatili. Mimi ni muungwana. Hata kama umefanya vibaya nitaongea na mpaka utafurahi. Nikaongea naye. Nikamwambia baba, tangu Januari mpaka leo hakuna mkesha kwako. Unasemaje? Haya washirika nimeambia wanahama. Vipi? Nasema hii ya washirika waongo. Nikamwambia wewe maombi, yani yule bwana akifika kanisani ni kushika Biblia na kuhubiri. Halafu lalamiko lingine lilikuwa ni kwamba anaingia ibadani saa 4. Wameimba, wametoa sadaka, wamemaliza, yeye ndiye anaingia. Nikamuonya, akanishukuru bwana. Akaniambia mchungaji, nikamwambia sikuonyi kama makamu askofu, nakuonya kama mchungaji rafiki yako naye kufahamu unaelekea pabaya. Maana nashukuru Mungu leo ninaonya watu wengi hapa bwana. Naonya watu wengi hapa kwamba turudi kwenye mikesha. Turudi kwenye mikesha wachungaji. Naomba turudi kwenye mikesha. Turudi kwenye mikesha. Kwani mna shida gani? Mimi sielewi. Kuomba mnaweza, kwenye mikesha mnaogopa nini? Shetani ametujanjia. Haya nimechoka, kila Ijumaa umechoka. Hapana. Mimi naamini kama mimi naingia kwenye mkesha na ninatoka salama na ninakuja kuhubiri hapa kama nilivyokuja kuhubiri, inawezekana na wewe unaweza. Asante ndugu zangu, tunawatakia kila laheri mnaohitimu. Naomba muende na maneno haya mawili: nguvu ya maombi na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hata kama sijahubiri, najua mnafahamu, mmesoma kwenye masomo. Naomba mkatekeleze. Tumwambie Mungu tusaidie. Naomba mkutano wote tusimame.